Yani hii ni Qur'ani, nataka nisome aya moja katika hii Qur'ani, halafu tuweze kuiangalia kwa pamoja, tujue ukweli wake, kwa sababu naona kwamba kuna mambo mengi sana ambayo yanafafanuliwa katika hii aya ambayo sio ya kweli. Unaona? Aya yenyewe ni aya ya 55 ya sura ya 3. Inaitwa Surati Al-Imran, aya ya 55, aya ya 55. Acha niangalie. Nitaisoma kwa lugha ya Kiarabu, alafu nitaisoma pia kwa Kiswahili ili watu wakaweze kufahamu, hasa Waislamu ambao kidogo Kiarabu inakuwa shida, wakaweze kufahamu. 55 inasema, acha nianze kwa Kiarabu. Inasema iqala Allahu ya Isa inni mutawafika wa rafiuka ilayya wa mutahhiruka min alladhina kafaru wa ja'u alladhina tabauka fauka alladhina kafaru. Inasema pale Mwenyezi Mungu alipomwambia Isa, mimi nitakufisha na tena nitakunyanyua kwangu. Inni mutawafika wa rafiuka ilayya, mimi nitakufisha na tena nitakunyanyua kwangu. Unaona? Wa mutahhiruka min alladhina kafaru waja'u alladhina tabauka, nitawafanya wale waliokufuata. Waja'u alladhina tabauka, nitawafanya wale waliokufuata. Fauka alladhina kafaru, wawe juu ya wale waliokufuru. Fauka alladhina kafaru, yani wawe juu ya wale waliokufuru. Kwa hivyo sasa tunaambiwa kwamba Isa hapa watu wake walifanywa wawe juu ya wale waliokufuru. Wa mutahhiruka min alladhina kafaru waja'u alladhina waja'u alladhina tabauka, nitawafanya wale waliokufuata. Fauka alladhina kafaru, wawe juu ya wale waliokufuru. Isa alayhi salamu anaambiwa kwamba, anaahidiwa kwamba wote watakaomfuata watakuwa juu ya wale wengine ambao watakuwa wote wamekufuru. Lakini kwanza anaahidi kwamba nitakufisha nami nitakunyanyua kwangu. Inni mutawafika wa rafiuka ilayya. Tunaichambua andiko hili. Hapa kuna kauli imetumiwa tawafa. Inni mutawafika, yani mimi nitakufisha. Neno tawafa lina maana gani? Ndani ya Qur'ani hii tawafa limetumiwa kwa mara 25. Mara 25 neno tawafa limetumiwa. Lakini katika mara hizo 25, mara 23 kati ya hizo imetumiwa kwa maana ya neno kufa, kifo cha kawaida. Alafu mara 2 ikatumiwa kwa usingizi, neno hili tawafa. Lakini wanazuoni wengi wa Kiislamu, wanazuoni wengi wameweza kutafsiri tawafa kama lilivyotumiwa kwa Nabii Isa kama kifo, si kama usingizi. Unaona? Kwa hivyo ina maana kwamba yeye kwanza kafa, halafu Mwenyezi Mungu akaahidi kumnyanyua. Kwa hivyo likitoka andiko hapa Mwenyezi Mungu alimnyanyua Isa, ina maana kwamba katika mchakato mzima wa malengo ya Mungu kwa Isa ilikuwa ni kufishwa kwanza. Ina maana alishafishwa halafu ndio akanyanyuliwa. Tunapoenda 158 inasema hivi. Inaitwa Surah An-Nisa aya 158 inasema bali Mwenyezi Mungu alimnyanyua kwake. Bali Mwenyezi Mungu alimnyanyua kwake. Kwa hivyo ananyanyuliwa baada ya kufishwa. Aya imetoka bali Mwenyezi Mungu alimnyanyua kwake. Kwa hivyo Isa kafishwa halafu ndio akanyanyuliwa. Na tena atarudi tena katika Surah Az-Zukhruf aya ya 61 inasema wa innahu la ilmun lisaati fala tamtarunna biha wa tabi'un hadha siratul mustaqim. Yeye Nabii Isa ni alama ya kiyama, yani anakuja, alama ya kiyama haitafika mpaka Nabii Isa akuje. Sasa anakuja tena wa innahu la ilmun lisaati, yeye ndiye alama ya ile saa ya kuja ya kiyama. Fala tamtarunna biha wa tabi'un, kwamba kinakaribia kufika, msikifanyie shaka na nifuateni. Wa hadha siratun mustaqim, yani hii ndio njia iliyonyoka. Kwa hivyo ujio wa Nabii Isa, ujio wa Isa ibn Maryam, ujio wa Bwana Yesu unafika, ndio kiyama inasimama. Yaumul kiyama haitasimama mpaka Nabii Isa alayhi wasalatu wasalam ashuke tena, ama Bwana Yesu ashuke tena, ndio kiyama inasimama, yaumul kiyama. Sasa nyinyi ambao mnasema kwamba yeye Isa ati atakuja halafu malengo ya kuja kwake ati anakuja kuoa, anakuja kuua nguruwe, anakuja kuvunja misalaba, for what? Anavunja misalaba imemfanya nini? Anaua nguruwe. Yani nabii mzima kutoka kwa Mwenyezi Mungu anatuma ulimwenguni ati aje auwe nguruwe. Does it make sense? Haingia akilini. Anakuja kwa ajili ya kuchukua kanisa lake. Yohana 14:1 anasema msifadhaike mioyoni mwenu.
mnamwamini Mungu, niaminini na mimi, kwa maana nyumbani mwa Baba mna makao mengi, ya kwamba naenda kuandalia makao, ili nitakuja tena kuwachukua, ili nilipo mimi na nyinyi muwepo. Tayari anaahidi, na ndiposa Zukrofu ameweza kufafanua hilo. Sasa anapokuja kwa mara ya pili, analichukua kanisa lake kwenda nalo kwa Baba. Unaona? Analichukua kanisa lake. Na huko alipoenda, baada ya kufishwa, kakutana na Mwenyezi Mungu. Unaposoma Suratul Maida aya yake ya 117, alikutana na Mwenyezi Mungu na wakajadiliana. Naomba nisome 5:117 ili uelewe kwamba ujio wa Nabii Isa ni kwa ajili ya kanisa. Uelewe kwamba yeye alikufa na akafufuka, na habari hizo zimo ndani ya vitabu vya Mwenyezi Mungu. 4:157 inasemaje? Suratul Nisa 5:117. Suratul Maida 117 inasemaje kwa habari ya Mwenyezi Mungu kuongea na Isa? Inasema, sikuambia lolote ila yale ulioniamrisha, ya kwamba muabuduni Mungu, muabuduni Mwenyezi Mungu, Mola wangu na Mola wenu. Na uliponifisha ulikuwa shahidi juu yao na mlinzi juu yao. Maneno haya Bwana Yesu anamwambia Mwenyezi Mungu ya kwamba uliponifisha, tayari washaonana na Mwenyezi Mungu mbinguni. Anasema uliponifisha. Katika lugha ya Kiarabu inasema falama tawafaitani, falama tawafaitani. Neno tawafa bado linatumika. Uliponifisha ulikuwa shahidi juu yao na mlinzi juu yao. Kwa hivyo hapa Mwenyezi Mungu, Isa ibn Maryam anamwambia Mwenyezi Mungu uliponifisha, falama tawafaitani, falama tawafaitani, uliponifisha. Yani yeye kafisha.